Leo ni siku ya pekee muhimu kabisa kwa ndugu zetu wa Filibert na Ndondina wanapoenda kurasimisha maisha ya familia, maisha ya ndoa kadiri ya utaratibu wa Kanisa Katoliki. Mwalike sote tuingie katika nyumba ya Mungu tukiwa na nia ya kuwasindikiza kwa sala, tukiamini kwamba hayo atakayoyaiti mbele ya Mungu na kanisa na sote tukiwa mashahidi kwa uwezo wa binadamu ni magumu. Tuombee tuwasindikize kwa sala zetu ili hayo atakayoyaiti mbele ya Mungu na kanisa waweze kuyatekeleza katika maisha yao yote.
Bwana Mungu asema, si vyema huyu mtu peke yake, nitamfanya msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai linalokita Adamu ikawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama mahali pake, na ule ubavu uliotoa katika Adamu Bwana Mungu akafanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana amezaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanaume atawaacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Neno la Bwana. Somo la waraka Mtume Paulo kwa Efeso, sura ya 5 aya ya 2 na mstari wa 21 hadi 33. Mwenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kwa harufu ya manukato.
hali inanyenyekeana katika kicho cha Kristo. Enyi wake, watii waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa na ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa lilivyomtii Kristo, vivyo hivyo wake nao watii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yetu, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kuliletea kanisa utukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Hivyo hivyo iwapasa wanaume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Neno la Bwana. Hallelujah.
aliyewaumba mwanzo, aliwaumba mtu mume na mtu mke. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Sasa Baba Paroko aliniambia kwamba wadai tafakari fupi kwa ajili ya ndugu zetu Filibert na Adolfina. Sasa nilikuwa nimepanga kuongea mambo matatu. Lakini wakati wa kuingia pale, jinsi tulivyoshiriki, Bwana utuhurumie, kwaya walivyoimba na kujiamini kabisa hiyo utukufu, alafu tulivyovaa vizuri yote inaonekana sura nzuri. Kwa kweli nimeongeza pointi mpaka 7. Na pointi 7 ambayo itaongelea mambo mangapi? 7. Nianze isianze? La kwanza ni ndoa ya sakramenti kadiri ya mafundisho ya Kanisa Katoliki. Katekisimu mpya ya Kanisa Katoliki inatufundisha kwamba hawa wanandoa, ndoa yao ina hadhi ya kimungu. Hawa wanaishi maisha ya sakramenti kabisa. Ndoa yao ina hadhi ya kimungu. Hiyo ina maana gani? Kwamba hawa wanaofuata utaratibu wa Mama Kanisa Katoliki wakafunga ndoa, wana hadhi na jukumu kubwa la kuendeleza kazi ya Mungu ya kuumba. Ndio maana katika kitabu cha Mwanzo pale, Mungu alipowaumba Adamu na Hawa aliwabarikia, alafu akawapa hiyo jukumu kwamba zaeni mkaongezeke na kujaza ulimwengu, ni pamoja na kutiisha. Katika katekisimu yetu ya Kihaya anaelezea sakramenti ya usherati inawawezesha hawa wanaopokea kupata neema, kama Baba Paroko aliyosema katika utangulizi, waweze kuishi vizuri pale, wanapata neema za kuwasaidia kutimiza hayo maagano yao kati yao na Mungu, kati yao kati ya mume na mke. Wanapata neema, msaada wa kimungu kabisa. Lakini zaidi hapo, wanapata na neema ya kuwasaidia kuwalea vizuri kulingana na mausia ya Injili watoto wao. Sasa kwa heshima, hawa ambao tuseme Filibert na Adolfina wakishamaliza shughuli hapa wakapokea sakramenti takatifu ya ndoa, kwa kweli kwenye parokia nyingine kama utapokea sakramenti takatifu ya ndoa, tukuchukua kuramia sijui uko nasemaje, shumano huwezi kutana, wanasema hauko rasmi. Sasa wanakuwa rasmi.
Kama wewe fii kwetu fii itafii basi. Kado kwa katika ni maadrofi. Tuko wote lakini akasema ili tulilosikia katika maandiko matakatifu, hawa watu wa ndoa kama wamechagua wito huu waweze kufanikiwa, mambo hayaendi kiolela olela. Pamoja na mambo mengi ambayo tumesikia, lakini kuna suala la kuacha. Lazima tukubali kama ndoa nataka mambo yafanikiwe, wazo la kuacha tumesikia katika somo la kwanza, la pili na la tatu. Haikuandikwa kwa bahati mbaya, inabidi kuacha. Sasa natolea kitu chenye thamani kubwa kwamba Filibert atamwacha baba yake na mama yake, Adolfina atamwacha baba yake na mama yake, wataambatana hawa wawili. Sasa kama mama kanisa anawaambia mkubali kuacha baba na mama, ni pamoja na walezi wenu, wajomba, shangazi, wanakwaya, vikundi vyenu vya ushirika, kwa swala la ndoa kama unataka kufanikiwa, lazima uache. Lakini hapo anatufundisha sote kwamba kama hawa wameacha kusudi waambatane wao wawili, si wawili tena bali mwili mmoja na mafundisho mengine ambayo tumepata, na sisi tujue mipaka yetu tukiingia kwenye familia yao. Hata kama tulikuwa na mahusiano na Filibert, sasa jamani amechagua, anachagua kushana mkutwa itatumisa kabeli wawele ni ndoa ni Adolfina, full stop. Tutenda kama Filibert na Adolfina kushana kutile atinyoa ame itafika mwisho abandi fotokopi wakati wawe kutokuzo kupati mkono waika kwa bali ishia hakuna kama kupatia tena mahusiano yote mwisho watu na hapa nikiwa nasoma pengine maandiko matakatifu, ninafurahia tukiwa peke yangu. Akasema Adamu aliyefanana akuonekana, lakini akuonekana wa kusaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, sikia hapo, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Yaani alipochukua usingizi, akachukua ubavu, sasa hapa mahali pake nini? Haya, anamletea Adolfina hapo, yuko hapo. Nani anaiona? Na hata wenyewe wanasema, waandishi wengine wanasema kwa kweli alifurahi sana kwa kumwona Eva, akatoa tabia yake shahidi hapo. Huyu ni nyama katika nyama yangu, mfupa katika mfupa kama tabia, mfupa katika mfupa yangu, kwa hiyo walikuwa wanaiba au wanaiba mazuri tu. Na kuna mwandishi mwingine anasema Adam alipomwona Eva alitabasamu mara ya kwanza na ya mwisho. Filibert kiuka uangalia Adolfina. Sasa angalia shida ya upendo. Mimi namwambia Filibert aangalia Adolfina tabasamu na Adolfina tabasamu. Sasa nani anakuhusu tabasamu? Leo uzuri wa upendo. Kiolea na utaratibu. Paulo alivyoandika pale ametoa utaratibu. Ili wafanikiwe mambo vizuri, lazima kuwe na utaratibu wa ndani katika familia, lazima kuwe na utaratibu. Amesema ninyi wake watii waume zenu, watii waume zenu. Maneno haya wanaambiwa ndugu zetu Filibert na Adolfina. Maisha ya sakramenti tunayoendea, lazima mke mtii mume wako. Ndio maana tukio kubwa la kiimani kwa ushujaa mkubwa kabisa kusaidiwa na neema ya Mwenyezi Mungu mmekuja kulifanya hapa kanisani, mbele ya watu wote na mbele ya wajumbe wa kanisa walio hapa. Adolfina inabidi mtii mume wako.
Sasa wengine wanajisahau sababu labda ya kipato na sheria siku hizi za mama na mwana tofauti kidogo. Mama anatimuka, anashindwa kumtimu wake, anaenda kwa mtendaji, anaenda kwa barozi. Ndoa haitatendewa polisi, ndoa mtendaji hata kufanya conciliation. Yaani mapatano ni hapa kabisa. Sawa si sawa? Jamani, ni hapa kabisa. Mbele ya tabernakulo. Sawa si sawa? Utii kwa nani? Sasa kwa sababu Philbert sio wa kwanza kufunga ndoa, wapo wazee kabisa nyuma yako, wapo wengi tunataka tusigeuke kutoka kwa mama. Wapo wengi naona mpaka kule ambao walishafikia sasa. Ila kabla ya watu wanapiga platform ya baba bora na tulipa kwa ile bora. Takumtenda kusha ikiwa takumtenda umteze platform ya. Pikishe usiku, pikishe siri, pikishe karamazana endeshe kabisa kwa matendo yanaongea zaidi kuliko maneno hata hapo wimbo ambao unaongea. Lakini bora ndio baada ya Paulo katika Injili Bwana wetu Yesu Kristo ameenda zaidi, sio swala la kuacha tu tena, bali mwili mmoja. Alichounganisha Mungu, mwanadamu asifanye nini? Mwanadamu asifanye nini? Tawaombea kwamba familia yao ni kanisa dogo, chini ya neema kabisa. Muunganiko wao mtakatifu uweze kudumu. Ubagambire biki ibyo kubombeka. Yagia mjajaro yarabombera yapatishiko yale yashibianza. Kumbapo tu bali mrendiro. No. Yesu. Omse abali ko tubiyapta kuraicha ngorara ikaye muri. Yagiye mukata kuzina. Na ngomba bali aba banomwamina kwa Mungu bako beisema ya kuliko na kwa kitu cha kiokiti ya visino kitawajishia uziweka wapi si yasimu bora na Mungu mimi mtabatai ewa ndugu waombe wanafamilia zetu wao washiriki hai katika jumuiya. Halafu inabidi kujitahidi kwa ndugu yetu Philbert na dada yetu Adolfina, pendo wenu usipungue. Sasa maisha yetu umekukata mwako nyinyi wenyewe, maisha yenu uyakoleze nyinyi wenyewe kwa mambo mazuri. Upendo usipungue. Maisha ya leo upendo ukifungua unakuwa na kusambaratika. Ya mshaja wewe na shirwa rubia ya hapo kuzua wale katupa. Haida ni sababu kuondoka. Dai. Ambaye kasha tunesha kwa kitani ni wako mwana. Switi yake kwa kile wewe. Yaani wewe vitu labda ulivyo navyo visimama tayari. Kila kwa familia mambo mengi sawa. Nimeende mwenyewe kasiwa wite kwa mbili. Anachokanisha Mungu anataka maswali. Au vitu visitanisha. Na usoko watu vitu. Mwende mno, akokatumize mno, mwende upendo kati yenu katika familia yenu usiki kuongezeka na kuwa na kuimarika. Shuhudia hapa tabashana pete. Nitabashana pete. Lakini tutasikia baba kiongozi atabariki hizo pete, atasema ni ishara ya upendo na uaminifu. Ishara ya upendo na uaminifu. Kwa hiyo pete ya kutoshwa itakueleza yaani ukifanya kabisa ni ishara ya upendo na uaminifu. Ilipofanya kaya ilimshaita jambo hili angalia kwa watu kile kutoka kwa shamba karibu na shamba kwa nisikia ukitoa karibu kujua kushana kuilia ukitoa sawa sawa. Hekera ni kwa sababu basi anaweza kutoa haraka
wake kutoka utwaa ni uongozi wao. Ni alama ya upendo kama hivi, lakini ni alama ya nje. Kwa ndani tunamwomba Mwenyezi Mungu wajalie neema, kwa sababu tunatoka na kamera kama tutaina endelea Mungu tusukumoto wa sakramenti barabara kwa baba ni sakramenti hili na sakramenti wale mbaya. Kwa hiyo tuna imani kabisa kwa upendo huo kwa Kristo aliyezaliwa katika nyoyo zetu atawazidishia amani, upendo na fadhili. La mwisho isiwachoshe, mshirikishane karama zenu au vipaji vyenu. Baba, tuna karama zako, vipaji vingi, labda una marafiki wengi, baba na vipaji, karama mbalimbali, bado umri unawaruhusu kufanya kazi na mambo mengine. Mshirikishane karama zenu kusudi muweze kuimarisha familia yenu. Mimi wanatoa mfano ambao ulinigusa wa wazazi wao. Baba ameshatangulia mbele yake, tunamwombea Mungu amweke pema, na wameishi pamoja kwa miaka 74, miaka 74 ya ndoa takatifu. Tuambie mambo sio ya kuzaliwa, ya ndoa 74. Nataka kuambia hao kwamba mshirikishane karama zenu hadi leo kusudi kuimarisha. Sasa katika umri huo baba alikuwa 93, mama na 90, basi mshirikishane jambo la bora. Baba akapofuka, baba alipofuka macho, lakini anasikia. Mama akapofuka masikio yakasiba, anasikii lakini anaona. Katika uzee huo baba akawa anamwambia mama, anasema mbaya kana mtabao mama asikai kana haina jibu ni ubono wakati wewe kuona shule Biblia yoroda mbele kuona Biblia. Kwa hiyo nasoma kila mtu anaendelea sisi familia katika tamaa maweka na afya tuweze kuelewa hapa unatoa taarifa. Huyu anaona asikii mama, baba anasikia haoni. Sasa baba akamwomba mama, sema usome Biblia na mimi nitasikia na wewe usome utaelewa, tunaendelea kutangaza Kristo. Sasa siku moja nikaenda pale, baba akaniambia sema mama ngoja nikuje. Hayo masosi mimi ngoja kukamilisha kwa hiyo. Sasa kwa hiyo hayo masosi ndio sio kama leo. Yeye ana masafa kama hayo makote kata mwezi ya biashara kule. Haina bana shule Biblia, basi nani mbona basi Biblia. Mungu yuko hivi muulia tangazo ya watu. Mwina matai, ni bora walisha kuiona bora mpaka kuiona bora. Ni bora ni sina naongea sina ni mikasana na nini. Msishindwe jamani, tunawaombea mazuri tu, imarike, mfanikiwe, muendelee kutangaza Kristo kwa mawazo, maneno na matendo yenu. Tumsifu Yesu Kristo. Zangu wapenzi, nimefika hapa kanisani mapembeni yatakiwa kwa mtakatifu wa Bwana mbele ya Mungu wa kanisa na mbele za watu waliookoka. Kristo ametakasa mpendo wake na kwa sakramenti ya pekee na waonyesha na kuimarisha hao waliokuja kwa sadaka kwa wakati mtakatifu ili waweze kudumisha uaminifu kati yao na kutekeleza shughuli nyingine za ndoa. Hiyo Bwana na makofi mbele ya kanisa na Adolfina, nimefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti kwa hiari yenu na kwa moyo radhi. Je, mko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Je, mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake?
Ndio. Basi kwa kuwa makusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, shikaneni mikono ya kuume na kuonesha kubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa. Filibert, unampokea Adolfina awe mke wako, tena waahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ndio. Je, Adolfina, unampokea Filibert awe mume wako, tena waahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ukubaliano wenu mlioonyesha mbele ya kanisa, Bwana na udhibitishe kwa wema wake, apende kuwazidishia wingi wa baraka zake, aliyounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Bwana azibariki pete hizi mtakazovikana, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Pokea pete hii, pokea pete hii, iwe ishara ya mapendo yangu, iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Tupigie makofi. Naomba tupige makofi tuwaombee kabla ya kuja kwa Baba ya Yesu Baba, wape wa Bwana ili amesema yako, tupige makofi. Wao
Mungu